Namba 19 ni mtaji kupitia umati wa watu. Mtaji kupitia umati wa watu, au kwa lugha ya kigeni inaitwa crowdfunding. Crowdfunding. Sorry. Unaposikia kampuni kwa mara ya kwanza inauza hisa zake, basi bwana, kuna kampuni inaitwa Jatu PLC, ni mpya, wanauza hisa moja shilingi 300, 400 na wanaruhusu mtu yoyote anunue. Au Vodacom inauza hisa. Unafikiri Vodacom huwa inatafuta nini wakati wa kuuza hizo hisa za kampuni? Inakuwa inatafuta nini? Inakuwa inatafuta kuongeza mtaji. Haleluya! Kwa kuwaruhusu watu wengi, kila mtu amiliki kipande kidogo cha kampuni na achangie, mtaji wa Vodacom, wa Jatu, wa kampuni yoyote unakuwa mkubwa. Haleluya! Sasa Jatu ni mfano wa kampuni za Kitanzania ambazo zimeanza chini, tena walioanzisha ni vijana wa chuo kikuu, wametoka tu chuo wakaanza kufanya kazi kwa bidii sana, yani hawalali, wananunua mazao, wanatukatengeneza na SACCOS, wanawezesha watu waweze kufanya manunuzi, waweze kufanya mauzo, na wamejitahidi sana. Kwa hiyo wamefanikiwa sasa, wameingiza ile kampuni yao kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, na wametoa kitu kinachoitwa IPO au Initial Public Offering, ambao ndio tangazo la kwanza au toleo la kwanza kwa kampuni kwenye jamii, ili jamii iweze kuruhusiwa kununua nini? Kununua hisa. Amen. Na I'm sure walipata pesa nyingi sana, matrilioni ya fedha. Na mwenyekiti wa board actually ni kaka yangu mpendwa, rafiki yangu sana. Watakuwa walipata pesa nyingi za kuwawezesha wafanye vizuri kama taasisi. Haleluya! Kwa hiyo na wewe sasa hivi unaweza kusema mimi mbona sihitaji kufanya IPO? Hapana, usiseme hivyo, huwezi kujua. Amen. Mungu anakufungua macho. Huenda wewe kesho unaweza kuwa na kampuni, mkapata mtaji, mkakua, na ukafika sehemu ukasema sasa tunahitaji bilioni 50 ili tusambae nchi nzima. Haleluya! Wangapi wangependa ndoto hii itimie siku moja kwenye maisha yao? Sasa tunahitaji bilioni 100 ndio tusambae Tanzania nzima. Ndio pale mnakwenda mnajiandikisha soko la hisa. Of course mnachunguzwa kwa karibu na vyombo mbalimbali kama Capital Markets Authority pamoja na benki kuu. Wakishafanya approvals, ni kazi ngumu sana, and then baadaye mnakuwa ni kampuni ya umma. Ndio maana ya PLC, Public Limited Company. Unaposikia Jatu PLC, sasa imekuwa ni kampuni ya umma. Wenye kampuni ile hawana tena mamlaka makubwa ya kuiguide ile kampuni kama ambavyo wangependa, sababu wanakuwa na board, na istosha wanafuatiliwa kwa karibu, wanakuwa regulated na BOT. Kwa hiyo wanatembea kwenye mstari mwembamba, lakini inakuwa ni kampuni kubwa sana. Haleluya! Kwa hiyo huo ni mtaji kwa njia ya crowdfunding, au kuchukua mtaji kutoka kwenye crowd, umati wa watu. Wakati Vodacom wanatoa hisa zao, wangapi hapa mlinunua hisa za Vodacom? Nyosha mkono wale tulionunua hisa za Vodacom. Yaani ni mtu mmoja tu katika kanisa zima tuko hapa. Amen. Sasa mnaweza mkapata majibu wa nini walokole wakati mwingine pesa inakuwa ni shida mfukoni. Amen. Sababu taarifa tuko mbali na nini? Na taarifa. Haleluya. Mwambie jirani yako, mtikise bado, kuanzia sasa uwe makini na taarifa, mtikise. Uwe makini, mtikise. Haleluya. Mwisho tunawachia uchumi wetu watu wengine. Tunawachia uchumi wa nchi nzima watu wengine. Amen. Haya. Sasa ya mwisho, njia 20. Ikiwa umeziangalia hizi zote kuanzia jana tumeanza mpaka sasa tumeenda, na bado unaona chenga, yani bado unaona bado kitu ambacho nadhani ni kigumu sana. Haleluya. Kuna mtu hapa bado anaona chenga. Hapa ndipo unaweza kujaribu ile njia ambayo haishindwi, unajipanga kupokea muujiza. Haleluya. Sasa
sasa tutafanyaje? Njia zote hizi toka mwanzo mpaka sasa bado hujaona, basi inabidi utegemee muujiza. Amen. Hallelujah. Unajipanga kwa ajili ya kupokea muujiza wa mtaji. Mtoto wa Mungu, sasa umejaribu njia za dunia zimeshindikana, ufanye nini sasa? Unamgeukia Mungu. Hallelujah. Unakuja, wachungaji watakuwekea mikono. Wataomba pamoja na wewe. Pale Mbeya yuko rafiki yangu mmoja, anaitwa Daniel Msokwa. Amekwenda kusoma Marekani na Uingereza, amerudi. Akaamua yeye na familia yake wakahama, unafahamu Daniel? Wakahama kutoka Dar es Salaam, wakaamua kwenda Mbeya kufanya shughuli za kilimo. Waliamua kwenda kuwekeza kwenye kilimo, wameona kuna fursa kubwa. Lakini wakiwa pale Mbeya wakanoti kwamba hakuna mgahawa hata mmoja kwa wageni, madiplomats, hawa watu wanaopenda burgers na pizza na nini. Amen. Kama hapa Dodoma kuna mgahawa gani wa namna hiyo? Hizi tabasamu zinaonyesha watu wengi hatujatembelea migahawa hii hapa Dodoma. Hallelujah. Jamani, njia moja wapo ya kupokea upako wa kitajiri ni kwenda kwenye sehemu hizi kubwa. Amen. Mahoteli makubwa. Hallelujah. Sisemi ukali chakula cha shilingi 50,000, 40,000. Lakini unaweza kaenda pale na chupa tu ya maji ukanywa pale na kwani unapogusanisha mabega na wale watu wenye fedha. Hallelujah. Unapishana nao. Unaanza na wewe kuamini. Hallelujah. Sisi kama kuna mtu anaendelea hapa ndani. Sasa wewe toka asubuhi mpaka jioni uko Nzuguni kunaitwa ndani Jumatatu mpaka Jumatatu. Hallelujah. Sasa itakuwaje? Yani so unakwenda Morena, unapita hata pale kidogo, unaangalia, sema siku moja nitakuja kula chakula pale. Hallelujah. Na familia yangu. Siku moja lazima hivi. Wanasema imani ni nini? Ni kuwa na hakika ya mambo bayana ya, si ndio hivyo? Lazima mimi nitembea na ile nembo ya gari aina ya Mercedes Benz kwa karibu miezi 6 nikiwa naamini kwamba nitanunua Benz yangu mwenyewe. Na nini anaifahamu hapa? Amen. Kwa kuna vitu vingine ni bora uanze kuvi-experience hata kidogo kidogo. Hallelujah. Sasa bwana Daniel pale Mbeya akawa amenotice kwamba hakuna mgahawa wa namna hiyo. Okay? Wakaandika mpango wa biashara mzuri kabisa. Wasijue kama hapa Tanzania hata kama unanena kwa lugha wakati mwingine hawezi kukupa mtaji kwa biashara mpya. Wamekwenda benki karibu zote pale, hakuna. Wameomba, walihitaji kama milioni 100 hivi ndio wajenge lile jengo, waliweke sawa sawa na kila kitu ikae sawa. Wakafika sehemu wakachoka kabisa kwamba hii sasa labda hapa ngoja tumgeukie nani jamani? Tumgeukie Mungu. Wakaanza kufunga na nini? Na kuomba. Kila siku kwenye maombi yao wanasema, Bwana tufungulie milango ya nini? Ya mtaji. Bwana tufungulie milango ya mtaji. Tunahitaji milioni 100 tuweke hoteli hapa. Tunajua tutafanya biashara. Tumeona hii ni fursa, Mungu saidia. Sasa takurudisha nyuma kidogo. Wakati Daniel anasoma nisema Marekani na Uingereza. Actually ni Uingereza na Canada, nimekumbuka. Wakati yuko Canada alikuwa anafanya huduma pale chuoni, katika chuo alichokuwa anasoma, anafanya huduma, anahubiri, anaombea watu na ana karama ya unabii. Amen. Nikisema hapo mnanielewa? Ana karama ya unabii. Kwa hiyo siku moja akawa amemtabiria kijana mmoja mle ndani. Akasema, wewe ninavyokuona ukisha graduate utakuja kupata kazi kwenye taasisi moja kama engineer na utalipwa mshahara mkubwa kuliko watu wote kwenye hiyo kampuni. Ikawa imekwisha hiyo. Unajua tena manabii. Jamani, hapa ndani kuna nabii yoyote? Na rafiki yangu mmoja ameoa nabii, anakuambia yani sijui siku itakuwaje. Yaani siku itakapokwenda ndio hivyo anafanya nini? Hallelujah. Manabii wananifurahisha sana. So Daniel akawa amesahau hizo habari.
kabisa. Kwa kila siku wanaomba. Siku moja simu inapigwa. Daniel anapokea ile simu. Hello, nani? Mimi ni yule kijana bwana, niko Canada huku, unanikumbuka bro? Ndio fulani, ndio niko huku. Okay. Maisha vipi huko Canada? Mungu alisaidia bwana, ule ushuhuda wako, ule unabii wako ulikuja kutimia. Sasa hivi nafanya kazi nzuri na nalipwa vizuri sana. Hongera sana bwana. Kwani huko vipi huko Afrika, huko Tanzania mambo yako vipi? Unafikiri jibu lilikuwa ni nini hapo? Malisia, jibu ni nini? Daniel akafunguka mtu wa watu. Bana, tunataka kuanzisha restaurant hapa, itakuwa na pizza, itakuwa na vitu hivi na hivi, lakini tumekwama kabisa. Mmekwama. Kwani mtaji ni kiasi gani? Yani tungepata $100 ni kuanzia jiko la kisasa, vifaa vyote, sehemu, yani kila kitu tungeweza kuwa navyo tukaanza. Yule jamaa akauliza, kwani hizo katika dola ni shilingi ngapi? Haleluya. Sasa pesa nyingi za Kitanzania ukileta kwenye dola sio nyingi sana. Ikapiga sababu hizo ni kama dola 40,000. Siahidi kitu, lakini ngoja tuone tu mambo atakapokwenda, kama kuna chochote kile. Lakini hata hivyo nitumieni tu kwa email, nitumieni bank account yenu bana. Chochote ambacho Mungu atasema na mimi nitafanya nini, naweza nikafanya hivi. Wiki mbili Daniel yuko kwenye soko linaitwa Mwanjelwa. Nani anafahamu Mbeya hapa? Mnyekyusa yuko hapa anajua Mbeya. Boaz, kuna Wanyekyusa wengi hapa ndani. Daniel yuko Mwanjelwa, sio anatafuta kitu gani kwa ajili ya shughuli zake za kilimo. Simu yake inaita. Hello. Hapa ni CRDB Bank, tunaongea na bwana Daniel Msoko. Ndio. Kuna nini kwani? Kuna malipo yameingizwa kwenye akaunti yako, ni milioni kama 100 hivi. Unamfahamu mtu yote ambaye anatakiwa kulipe pesa? Haleluya. Tafadhali kimbia mara moja hapa benki tuje tuongee. Hivyo ndivyo bwana Daniel alivyopata mtaji wa milioni 100 kupitia muujiza wa maombi. Haleluya. Na hoteli yao imeendelea hapo. Sasa nadhani amerudi Dar es Salaam. Sina hakika kama anaendeleza na ile shughuli. Lakini huo ni mfano wa mtu ambaye amejipanga kwa ajili ya muujiza. Sasa sisi walokole tunapenda sana vitu vinavyotokana na muujiza. Haleluya. Hebu cheki na jirani yako kwamba wewe utaangukia kwenye kategori ya kusubia. Wasiwasi wangu ni kwamba kama njia zote 19 zilikuwa ni chenga, na ya muujiza pia na yenyewe ni chenga. Sasa sijui sasa tukusaidieje. Haleluya. Sasa tufanye nini? Amen. Kwa kusema hivi simaanishi kwamba wakati unazifuatilia hizi usiwe mtu wa maombi. La hasha, hata kidogo. Unapaswa uendelee kumwamini Mungu, kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu, unaongozwa na kanuni za kimungu. Lakini unapokuwa umeshindwa kabisa, nafika na mstari unasema hata yote anasema kuna baadhi ya mambo hayawezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Kwa hiyo unapokuwa umekwama kabisa, basi unaweza unamhusisha mwenzako, mnaomba kila siku. Na mimi naamini kwenye miujiza. Miujiza inatokea. Lakini Mungu huwa haifanyi hovyo hovyo. Mungu huwa hafanyi muujiza kama njia ya kujionyesha. Haleluya. Okay. Sasa ndugu zangu, basi sayansi ya mafanikio inatuambia hivi kwamba mtu anayechukua hatua kila siku, hata kama ni hatua ndogo ndogo, baadaye atafika kule anakokwenda. Kitaalamu inaitwa the law of eventuality, kwamba kama mtu anachukua hatua ni ndogo ndogo, lakini zile hatua kila siku anachukua hatua kadhaa, atafika mbele.
Kwa hiyo sababu ya mimi kukuunganisha na mtu mwingine mmoja ili tutoke kwenye nadharia sasa tuingie kwenye nini? Kwenye practical. Na wewe kubaliana na huyo mtu kama atakuwa achukue hatua labda kuna penalty gani? Unaweza kukubaliana naye. Kuna penalty gani? Yes! Lazima mtu apewe penalty. Watu huwa wakienda, ushasikia mtu anakosa kwenda kazini? Hello? Ukikosa kwenda kazini siku ngapi? Ni siku ngapi zile? Siku 3 tu. Nini inatokea? Sasa kwa nini kwenye biashara yako unataka kuleta tofauti na hivyo? Hallelujah. Kwa hiyo tuwe mabingwa wa kuchukua hatua. Kwa hiyo biashara ni kama vita. Kaa chini, draw, design. Siongelei business plan, hilo ni jambo jingine. Kwa sababu pengine wengi hapa actually hatuhitaji hata business plan. Sababu business plan pia zinawachelewesha watu wengine wasianze biashara. Lakini uwe na 1 page basi, hata 1 page plan. Plani fupi tu inakuonyesha utaanza hapa, utakwenda hapa, utafanya hivi. Hallelujah. Wangapi tutatengeneza hiyo plan leo usiku tunarudi majumbani? Wangapi tutatengeneza huo mpango tukirudi majumbani? Au tayari tuna mipango hiyo? Amen. Cha pili, usikubali kuanza bila kufanya utafiti at least wa kujiridhisha. Fanya utafiti wa kujiridhisha juu ya hicho kitu unachotaka kufanya. Vitu vingine huwa haviko kama vinavyoonekana. Amen. Kwa mfano, unaweza kumuona mtu anafanya biashara fulani, halafu labda anakaa kwenye nyumba nzuri ama anaendesha gari nzuri, na wewe ukasema I say ile biashara ya mkaa ndio imemtoa huyu jamaa. Hallelujah. Kumbe huyu mtu pengine sio biashara ya mkaa, pengine kule kwenye ajira yake analipwa mshahara mzuri zaidi. Na wale ambao hawajaokoka labda anakuwa na sponsor. Hallelujah. Lakini point yangu ni kwamba usije ukadanganyika kwa sababu ya muonekano wa nje. Ndio maana huwa tunasema hivi, kwa mimi nimekaa Nigeria miezi 6 mfululizo nikijaribu kuendesha biashara kwenye nchi ile. Ukitaka kujua duniani kuna wajasiriamali, nenda Nigeria utaelewa. Wana kitu kimoja, kuna kabila moja ambalo linafanana na Wachaga kule, wanaitwa Waibo. Waliko mashariki mwa Nigeria. Kijana unataka kuanzisha biashara, unatakiwa uende umtafute ndugu yako ambaye anafanya biashara ambayo unataka kuingia. Kwa mfano, kama unataka kuendesha garage, unamtafuta mjomba au ndugu yako ambaye ana biashara ya garage. Unaenda kwake, unakaa kule hata miaka 6, unajifunza ukweli wa ndani wa biashara ya garage. Alafu ukiwa umeiva na wakati wote unakuwa hulipwi mshahara. Hallelujah. Kwa hiyo kwa wale tunaopenda mishahara, mpango huu usingeweza kutusaidia. Unakuwa unapewa hela ya kuendeshea maisha yako. Unanielewa? Inakuwa kama ni story ya kwenye Biblia ya Labani na nani na Yakobo na nani na Labani. Huyu bwana alitaka kujitwalia mke, akaambiwa nini jamani? Piga kazi hapa miaka. Alafu miaka 7 ilipokwisha nini katokea? Kazungushiwa mchezo. Lakini kutokana na upendo akaambiwa, ukitaka sasa huyo unayemtaka, hebu hapa menyeka miaka mingine 7. Jamaa akasema ndio nitapiga kazi tu hapa. Hallelujah. Akafanya kazi. Sasa wa Nigeria wamechukua hiyo kanuni. Unasema mimi nataka kuanzisha saluni. Unasema mtafute ndugu yetu mwenye saluni, halafu nenda katulie kwenye ile saluni miaka 5. Yaani unajifunza undani wa ile biashara. Masoko yake yakoje, wateja wanaongea lugha gani, wanakasirishwa na nini, wanafurahishwa na nini, ulipaji wa kodi ukoje. Yaani by the time unatoka pale miaka 5 umeiva kabisa kabisa, na ni jukumu la huyu ndugu sasa kukupatia wewe nini? Anakupatia mtaji. Kama kwenye Bible vile vile. Wanaitwa Waibo, na huo mpango unaitwa apprenticeship. Okay? Unasaidia sana mtu kuiva kibiashara ili usianguke, kwa sababu failure rate ni kubwa. Kwa hivyo nilipata nafasi nikaenda kwenye kijiji fulani huko sehemu moja mbele ya Anambra. Kuna kijiji kinaitwa Obogugu. Nadhani wengi hatuwezi kukitamka hapa ndani. Lakini wamejenga magorofa. Ni kijiji lakini utafikiri ni jiji kubwa wa Nigeria. Kwa sababu wanajua mtu anataka kuingia kwenye biashara akitumia kanuni hiyo lazima atafanikiwa. So pengine kuna watu hapa badala kujaribu kukurupuka tu, pengine unahitaji miezi kadhaa ya kujishikiza mbele ya nani? Pamoja na mtu mwingine.
Sio lazima, imekupa tu idea. Na hii nadhani inaweza kutegemeana na complexity ya ile biashara. Nikisema complexity, sio nisaidiweje hapo kwa neno rahisi. Jamani, yule mtu wa mkalimani hapa, hatuna mkalimani hapa Dodoma. Mdoe, hatuna mkalimani hapa. Hawa anaweza katuambia mambo yake mwenyewe. Complexity. Biashara inapokuwa nyepesi, pengine inawezekana kwa haina michakato mingi sana. Biashara inapokuwa na mchakato mkali sana, pengine ni muhimu ukawa kama apprentice. Again, narudia tena, sio lazima, lakini inaweza kukusaidia kuepuka kushindwa. Amen. Haya, jambo la tatu na la msingi, utafuata taratibu za kuanzisha biashara. Nadhani wote tunazifahamu. Nenda TRA, watakupatia TIN number, tax identification number, namba ya kuonyesha kwamba wewe utakuwa ni mlipa kodi. Utakwenda BRELA, au utasajili kama ni jina au ni kampuni. Nadhani yote haya mnayafahamu na wengi mnayajua, sihitaji kuyazungumzia sana. Kisha unatakiwa uamue sasa eneo la biashara. Biashara yako utaifanyia wapi? Utaifanyia nyumbani? Kwa sababu corona pia imekuja kubadilisha ukweli wa maisha, kwamba kumbe kuna watu wengine wanaweza kufanya biashara zao wapi jamani? Nyumbani. Unapoona mabenki yanaruhusu wafanyakazi wao baadhi wafanyie kazi nyumbani, hiyo maana yake ni landscape yote inabadilika. Au utatafuta location, au utaifanya mtandaoni. Hili ni jambo ambalo unatakiwa ulijue. In fact, muulize rafiki yako, biashara yako itakuwa wapi sasa? Kwa hiyo ambaye unataka kuanza, biashara yako itakuwa wapi? Location gani? Muulize jirani, biashara yako location yake itakuwa wapi? Yaani wewe unayeniangalia maana yake bado wazo kupata. Wale wote ambao bado mtakuwa mjaelewa, nitawapeni namba ya simu, mtapiga hiyo namba na tutawapeni ushauri wa bure, maana hatuna namna. Amen. Kwa sababu lengo nataka kila mtu afanye nini? Aweze kutoka. Point ya mwisho ambayo inabidi uelewe. Jitahidi sana kuwa focused. Jitahidi sana kuwa focused. Au usiwe mtu wa biashara nyingi kwa pamoja. Haleluya. Hili ni tatizo kubwa. Unakuta mtu vyote anaanzisha, ameanza kufuga kuku, tayari ameanzisha kampuni ya ulinzi, wakati huo tayari yuko kwenye catering, wakati huo tayari na kanisani yuko na majukumu chungu nzima. Yuko tayari ni mwana maombi, yuko pia kwenye kwaya na yuko kwenye kikundi hiki, alafu wakati huo anasoma tuition, anajaribu haleluya, na mtaani ni balozi wa nyumba 10 na upande haleluya. Hasa wakina mama, hili ni tatizo kubwa kwenu. You have too much. Haleluya. Mna mambo mengi mno. Na sasa hayo mengi yanakuwa yanawashinda sasa. Yanawashinda. Sababu huwezi kuwa unafukuza vitu 200 na wewe ni mtu mmoja tu, haiwezekani. Haleluya. Sasa basi ndio wakati wa kupunguza vitu, baki na vitu vichache. Jamani, au nikisema hivi mnanichukia kina mama hasa mlio hapa ndani. Tunakubaliana kwamba vitu vingi sana vinatukosti kwenye ujasiriamali wetu. Ndio au ndio? Ndio. Jaribu kuwa na focus. Ikiwezekana, ushauri wangu, ikiwezekana, dili na biashara moja kwa wakati ukiweza, ili ile biashara uweze kuitendea haki. Watu wengi hawajatendea haki biashara zao. Anajaribu hiki, akiona akifanya kazi kidogo tu anakwenda kwenye hiki. Sijui kama kule Dar es Salaam sasa watu anasikia labda aisee, sasa hivi kilimo cha matikiti ndio chenyewe. Anakwenda kwenye matikiti, hajafanya research, hajafanya nini, anafanya nini? Anapigwa. Anasikia kuna ndege wanaitwa kware, ni wapi hao? Wanatakiwa sana kwenye mahoteli ya kitalii. Anakwenda kwenye kware. Anapigwa, anasikia sasa hivi bucha ndio yenyewe, anakwenda anafungua bucha. Acha unacheza saluni na lipa. Kila mwaka ana biashara mpya. Kila mwaka. Muulize jirani yako, au ndio wewe kila mwaka una biashara mpya nini?
Kila mwaka biashara mpya itakuwa ngumu sana ndugu yangu. Kwa sababu kuna kitu kitaalamu kinaitwa learning curve. Learning curve. Learning curve ni muda ambao wewe unauchukua kwenye kuielewa. Kule kwetu nyumbani kule tukisema kuimanya biashara. Kwenye kisa ambao tuko ndani. Kuna muda ambao unauchukua kwenye kuimaster ile biashara, kujua mambo bakery ikoje, wateja wake wakoje, aina za mikate ni ngapi, unga wa namna gani, mashine ziko za mashine gani. Haya yote yanachukua muda. Wakati mwingine ni miaka, wakati mwingine ni miezi, na unfortunately kuna biashara zinaweza zichukua decades. Mimi nilipoingia kwenye biashara ya kuzungumza na kufundisha, nilikuwa nimehamasika kwa kuwaona walioko Marekani wanaolipwa mamilioni ya dolari, nikasema na mimi hapa Tanzania, imechukua muda mrefu sana. Hallelujah. Imechukua muda mrefu. Rejection. Biashara iko nafanywa zaidi na wazungu, Wahindi, wa Kenya. Wewe Mtanzania utatuambia nini? It took time. Lakini kwa sababu ya passion, commitment, imekwenda sasa tayari. Karibu kila wiki lazima nipokee simu moja au mbili. Shirika fulani linaulizia huduma zangu za kuzungumza, za kutrain, za coaching. Hallelujah. Namshukuru Mungu. Namshukuru sana Mungu. Amen. So baada ya hapo ndo nikawa comfortable sasa. Sasa wacha nianzishe na hiki na hiki na hiki, kwa sababu nimetengeneza base. Hebu sema base. Ya kila mtu hapa unahitaji base. Unahitaji base ni ngome. Yaani unahitaji una biashara moja ambayo hiyo biashara wewe ni mbobezi. Alafu kile umeimanya hiyo ndio pia unaweza kufungua na zingine. Huwezi kuwa unataka kufungua biashara 7 kwa mpigo. Hello. Na watu wako hapa wanataka biashara 7 kwa nini? Maana ukiwa hapa si unasikia mambo mengi yanaongelewa. Sasa najaribu sikukatazi, lakini nasema one business at a time. Au kama tayari sasa hivi una muscles, una mtaji, una experience, una skills, una team ya watu, unaweza kuwaambia wakasimamia biashara zako zingine, it's fine. Lakini nadhani kwa tulio wengi hapa pengine hatujafika bado huko. Amen. Kwa kusema hivyo, mwambie jirani yako tulia na biashara kuu. Mwambie tulia na biashara yako kuu. Na unaweza kumwambia pia tulia njia kuu, acha kuchepuka. Mwambie tulia njia kuu, usichepuke. Hallelujah. Utulie na biashara moja. Utulie na biashara moja. Sasa hapo ndio inakuja ile point kwamba sometimes labda sio swala la kuangalia sana faida, lakini swala la kuangalia unapenda nini. Yaani ni biashara gani ambayo unaweza ukamka asubuhi hata ukishindwa unarudi kwa ile pale unajifunza tena. Kwa sababu hiyo ndio ambayo itakuja kutoa hapo baadaye. Hallelujah. Sijui ngapi mabarikiwa kukusikia maneno haya. Nikiwa pale Arusha ndio naelekea kumaliza sasa. Nilikwenda kufanya semina hizi, kama nilivyosema huwa naalikwa huku, naitwa huku, nakwenda nafanya sehemu ambazo nalipwa, nyumba za Mungu najitoa. Hallelujah. Kwa sababu kiukweli kabisa nilivyoanza sikujua hata kama hii kazi ya walimu ina malipo. Mimi nilifanya kwa sababu nilipenda kufundisha watu, kuempower watu. Mwaka 2010 taasisi moja inaitwa ILO, International Labour Organization, kule Dar es Salaam, wakanipa kazi ya kuwafundisha wanafunzi graduates ambao ni smart sana hapa Tanzania, the smartest in the country, top cream. Wakasema kaa na hawa vijana kwa siku 3 wafundishe mindset za kibiashara za mafanikio. Nikakaa nao sehemu moja kule Dar es Salaam inaitwa Ikwiriri. Nikamaliza. Wakati nilikuwa nikienda nikizungumza, kwa mfano nikija kama sehemu yoyote ile, yule aliyenialika anaweza kusema bana tukujazie mafuta. Naambia ndio. Okay, basi chukua hii ya mafuta. Asante, nashukuru. Najiondokea. Kuna bana chukua 50,000. Tunashukuru sana. Inakwenda na sio mimi tu. Yupo jamaa mwingine kwa Dar es Salaam anaitwa Haris. Wangapi mnafahamu Haris hapa? Anatangaza kwenye vituo vya redio vya Clouds. Yule bwana amekuwa MC pale, kuna kanisa nito ndiko cheni amekuwa MC wa harusi zaidi ya 200 bila kulipwa hata shilingi 5.
Haleluya. Mpaka kwenye lile kanisa aliitwa MC wa kijiji. Ukiwa unataka kuoa tu unamfuata Haris. Kumbe anachukua experience. Sasa hivi huwezi sana kumuomba kufanyia harusi kwa bure, si ndio? Atakwambia wanachaji ngapi? Milioni 5, 6. Lakini took time kujenga ile capacity. Amen. Kwa hivyo tuko wengi ambao tulijitoa sana kwa namna mbalimbali. Nimemaliza kuzungumza na watu wa ILO. Wakaniambia okay, uje ofisini tutakupatia malipo kwa njia ya cheki. Malipo kwa njia ya cheki? Malipo gani kwa njia ya cheki? Nimekwenda pale, wakanionyesha cheki, wakanilipa kwa cheki. Wangapi wanataka kujua cheki ilikuwa imeandikwa shilingi ngapi? Jamani, ni mwaka 2010 jamani. Hello? Mwaka 2010, miaka 11 iliyopita. Anyway, ile cheki ilikuwa imeandikwa malipo ya shilingi karibu milioni 3.5. Amen. Nikasema, huu si ndio mshahara, nalipo mshahara wa mwaka mzima mimi kama mwalimu. Kumbe naweza nikalipa kwa siku 2. Haleluya. Toka hapo sijageuka nyuma tena. Naendelea kuchaji. Kasoro hapa tu kwa sababu ni nyumba ya Mungu, nadhani naongea bure. Haleluya. Lakini point yangu ya msingi ni kwamba inachukua nini? Inachukua muda. Kabla hujafikia ubobezi, kabla hujakuwa na bakery bora kabisa hapa Dodoma, itachukua muda. Kabla hujakuwa na kiwanda chako cha ushonaji bora kabisa, itachukua muda. Kabla hujakuwa mbobezi kwenye biashara ya bucha, itachukua muda. Sijui unafanya biashara gani, lakini ni principle ya kimungu. Amen. Sasa watu wengi hasa wapendwa huwa hawapendi kusikia hii sauti. Inatoka wapi ndugu? Nasikia au ni mimi tu? Watu wengi huwa hawapendi kusikia hivi. Labda unaweza kunibadilishia mic kama kuna nyingine. Wanapenda, haleluya, wanapenda waambiwe hivi, mwakani utakuwa bilionea. Haleluya. Mwakani. Yaani mwakani utakuwa na fedha nyingi sana. Sisemi kwamba haiwezekani. Yote yanafanya nini? Yanawezekana, lakini utahitaji muda. Sasa nimealikwa Arusha. Nimekwenda pale, nimefundisha seminar. Nilivyomaliza nilikuwa ndo nimetoa vitabu vyangu vya mpenyo mwaka 2019. Kwa hiyo nikawa nawasainisha watu nje, watu wanakuja na wasainisha kopi zao. I hope nitafanya hivyo pia vikija Jumapili. Then ghafla mama mmoja akaniambia, wako wawili, tunahitaji kuonana na wewe kwa sababu tuna jambo la muhimu la kuzungumza na wewe. Nikasema, lakini inaonekana watu hao wote wamepanga mstari hapa, pengine itachukua masaa 2 kumaliza kusign kila kitu. Wakasema sio masaa 2 baba, hata masaa 4 zito kusubiri hapa nje. Nikasema amen. Nikamaliza, tukakaa sasa, wakaanza kunisimulia. Mmoja akaanza kuongea hivi, naomba nisikilize alichoniambia. Anasema, mimi nilikuwa nesi Merelani, nafanya kazi kwenye hospitali ya serikali, lakini nilikuwa mchapakazi sana kiasi kwamba nilikuwa pia napewa tip tunaelewa maana yake. Yaani akimhudumia mgonjwa vizuri, mgonjwa anamwachia 10,000, 20,000, 5,000. Kwa hivyo basi akawa anachukua zile fedha anaziweka kwenye kibubu. Kibubu mnaelewa maana yake? Unakuwa unaingiza sehemu ambapo huwezi kutoa kile kinini, huwezi kufungua. Anakwenda kila siku anafanya hivyo. Bahati mbaya akapelekwa mganga kwenye ile hospitali, ambaye yule mganga akawa anamtaka kimapenzi huyu nesi, na huyu nesi ameokoka, ni mtu wa Mungu. Haleluya. Akasema no, mimi naacha. Akaamua kuacha. Sasa akawa anajiuliza nifanye biashara gani? Mtu ambaye alikuwa nesi na ameacha ghafla kazi ya unesi, unadhani anaweza kufanya biashara gani hapa ndani? Labda tusaidiane kidogo. Naam. Duka la dawa. Haleluya. Kwa hivyo akaenda akabomoa kile kibubu na akajenga kakibanda. Ile amefikia mwisho tu. Naomba nisikilize kwa mengine. Yaani amemaliza na hela za kwenye kibubu zimefanya nini? Zimeisha, na hana dawa, hata aspirin hana pale. Kibubu kimeisha. Akawa anamuomba Mungu tu, hajui afanye nini.
Kaka yake ambaye alikuwa Marekani akarudi likizo. Halafu katika maongezi dada akamwambia, kaka, yani unaona mimi niko najenga pharmacy hapa, duka la dawa, nimeishia hapa. Sasa unaweza ukanisaidiaje? Kaka mtu akachukua $100. Sawa, ambao ni singapi wale ambao tunajua exchange rate? 250,000 akampa huyu mama. Huyu mama akachukua zile fedha akaenda kwa wholesaler, kwa wale wenye maduka makubwa ya madawa, wanauza madawa. Akasema, mheshimiwa, nahitaji kununua dawa kwa ajili ya duka langu la dawa hapa, na yani navyoona hata nikipata dawa moja tu yani mimi ndanitosha. Yani aspirin moja, si chloroquine moja, nini yani halo, nani mwae kwanza kibishi namna hiyo? Yani unaanza na hata na kitu kimoja sio hata viwili ambavyo Nuhu alikuwa anapandisha kwenye safina. Unaanza na kimoja. Amen. Yule mwenye duka la dawa akamuonea huruma huyu mama. Akamwambia, mama, hebu nisimulie wewe imekwaje mpaka umefika hapa. Mama akamsimulia history kamgusa huyu bwana. Akasema, kama umeweza kusave fedha kwa miaka 4-5 mpaka umefika hapa, mimi naomba nikupe. Sasa hii ndio faida ya kuweka akiba. Yaani unajitengenezea credibility kwamba wewe ni mtu wa hakika. Mimi naomba nitakupatia dawa za kutosha. Wewe kafanye biashara, alafu ukiuza unafanya nini? Wacha tu hela yako hapa 200,000, lakini akampa dawa karibu hata za 500,000, 600,000. Mama huyo akaja akafungua nini? Sasa kumbuka, kwa sababu ana karakta ya bidii na huduma kwa wateja na kujali watu, ile duka lake la dawa likaanza kufanya nini? Watu wote wakawa wanakwenda pale wananunua. Ghafla akawa amekuza lile duka, ikabidi afungue location nyingine, sehemu nyingine. Akaenda akafungua duka la dawa la ngapi? La pili. Amekwenda akafungua, alikuwa na maduka haya 3 ambayo yote yamejaa dawa vizuri. Sasa wakati na hayo maduka 3 akawa anajiuliza, sasa okay, hivi kuanzia hapa na nikue kwa staili gani? Amen. Yani niendelee kufungua maduka mengine ya madawa, nifungue hospitali, au nifanye nini? Mjomba wake mmoja akajitokeza pale, sio alitumwa na nani sielewi. Akamwambia, dadangu, wewe unahangaika na haya maduka yako haya, kwani tusiingie mgodini Merelani tupige Tanzania? Tutapiga hela kwenye Tanzanite, tutapiga hela. Si unamfahamu kuna huyu ni bilionea anaitwa nani? Liza alipata juu la shilingi ngapi? Yule mjomba akaanza kutoa mifano mbalimbali. Wewe unamfahamu fulani amepiga bilioni 2, fulani amepiga milioni 700, unahangaika. Tuingie kwenye nini? Tuingie ground, tuingie maeneo. Unafahamu watu wa Arusha wanavyosema, tuingie maeneo chali. Haleluya. Huyu mama akashawishika. Kweli akaanza kuchukua faida anayopata kwenye duka moja, wakanunua kitalu wanaita, na akaanza kulisha. Lazima unalisha kitalu, si kama kuna mtu alikuwa amefanya biashara madini hapo, unakuwa unalisha kitalu. Yani unawalisha watu ambao kazi yao ni kuchimba, wanaleta mawe juu, alafu unachekecha muone kama mmepata nini. Imekwenda na leo ghafla ikaonekana mahitaji ya kitalu ni makubwa. Kwa hiyo sio tukaanza kula faida, tukaanza kula mtaji sasa wa duka la mpaka lile duka likaisha lote. Alafu sijui ni kama ni pepo linakuwa limenani, hawezi kusimama katikati kwamba I think I need to do something. Tukaingia kwenye duka la ngapi? La pili. Tunachukua pesa. Huyu mama ananisimulia hapo na machozi yanamtoka, na mimi nikaanza kulia. Kwa sababu ni story ya kiujasiri. Amesave hela kwa miaka, amepambana, amekuwa na biashara strong. Amepoteza focus. Duka la pili likaisha. Kufupisha story hii, na duka la 3 nalo likaisha. Huyu mama akarudi kutoka kuwa tajiri, akaanza kuomba fedha kwa ndugu zake kwa ajili ya kusurvive. Anaomba mpaka nauli, anaomba pesa ya kulipia kodi, pesa ya umeme, pesa. Maisha ni magumu, yamekuwa maisha ni magumu sana. Sasa amesikia kwamba nimekwenda Arusha, akasema huyu jamaa anaitwa Mwang'amba, nitasubiri hata saa 6 za usiku tukae tu plan tuone tunafanya nini.
kutoka hapa nilipo. Amen. Kwa ndugu yangu, usiwe kama huyu dada yangu. Usianzishe kitu vizuri kafika mbali, alafu kwa sababu ya focus ukapoteza. Amen. Hebu muulize jirani yako, mwambie kweli umeamua utakuwa focused au unataka kuwa kama huyu dada ambaye ameelezewa kwenye story. Cheki na jirani yako. Sawa. Basi ikiwa unataka kubadilisha, imefika sehemu unataka kubadilisha biashara, usifanye haraka. Chukua muda wako, fanya utafiti wa kutosha, zungumza na baadhi ya watu na jiwekee limit ya kiasi gani ambacho utainvest kwenye biashara mpya. Haleluya. Kwamba ikifika hapa na mimi nasema stop, mwisho. Haleluya. Rafiki yangu Jigongo, ukiingia kwenye ofisi yake ameweka picha moja akiwa mwembamba sana, mweusi sana, suruali jinsi imechanika, ana sandals, ameweka pale ofisini kwake. So unapompelekea mawazo ambayo inaweza akamtoa nje ya mstari, anaangalia ile picha. Anasema siwezi kurudi nilikotoka. Taendelea na magazeti, taendelea na hotel. Why? Ameshajua maeneo ya biashara ambayo yeye amemaster. Kwa hachezi mbali na yale maeneo. Haleluya. Na anapotaka kwenda sehemu nyingine anakwenda kwa uangalifu wa hali ya juu sana. Kwa sababu kupata pesa ni kazi, lakini kupoteza fedha ni... Mungu awabariki sana. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.